ومن سلك سبيلهم فكل ما يحتاج إليه الناس وكلا kile ambacho wanakihitajia watu faqad bayyanahu Allah wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam Allah amekibainisha ndani ya Qur'an na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam amekibainisha katika sunna chochote tunachohitaji ima ndani ya Qur'an au katika sunna kimebainishwa na Allah akatuamuru ifada Qur'an kumfada mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo vyote tunavikuta kwa vimo ndani ya Qur'an vimebainishwa bayanan shafian kafia bayanan shafia ubainishaji ambao unapoza ile alikuwa na ugonjwa wake anapoa wananazilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin tumeteremsha katika Qur'ani kile ambacho ni pozo na rehema kwa waumini kwa ndani ya Qur'ani kuna shifa kwa kile ana ugonjwa alikuwa na ugonjwa wa bughdha ugonjwa wa husda alikuwa na ugonjwa wa bid'a ili mradi kila ugonjwa akiambiwa kwamba huu ni ugonjwa yaangalia Qur'an imetibu yani tiba nzuri wa ukiona kwa una mwelekeo katika masala ya kiimani mwelekeo katika masala ibada kala Qur'ani inakuelekeza kinyume hivyo vile vile angalia sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam na vile hivi ndio Uislamu vile hivi kwa maana Qur'ani na sunna ndio Uislamu pamoja na ijmaa ya umma wa Kiislamu Uislamu unaopata humo tulikuwa tuna Uislamu wetu tulojitengenezea au ndani ya Qur'an wala huko katika sunna Uislamu wa kubaliki Uislamu na dosari sio Uislamu sawa kwa Uislamu unakubalika ni ule ambao humo ndani ya Qur'an na Uislamu unakubalika ni ule ambao humo ndani ya sunna na ndio maana mtu anapoleta jambo katika Uislamu ile ibada au itikadi kubwa zaidi wapi Qur'an imesema kubwa zaidi wapi mtume sallallahu alaihi wasallam amesema likisemwa na mtume sallallahu alaihi wasallam au limo ndani ya Qur'an halina nizaa halina ugomvi kwa Waislamu wote wanasalim amri lakini kama itakuwa umeleta kwako mila kwangu mwingine la kwake hii mivutano itaendelea kuwepo sababu tunaleta mengine ya kutu sisi au shekhe wako au shekhe wa shekhe wako ameleta katika jambo ndani ya dini wengine wakaamua kuliunga mkono hii ndio inaleta mabalaa ndani ya umma kisa imaanisha bid'a ndizo ambazo zinawavuruga Waislamu bid'a ndizo ambazo zinasababishia magomvi Waislamu bid'a ndizo zinawagawa Waislamu bid'a zinavunja mahusiano zinafarikisha sunna inaunganisha watu kwa wale ambao wanapenda sunna kwa sababu sunna ndio dawa kisha kuona bid'a dawa ni sunna hakuna dozi nyingine inakufaa wewe ni sunna sasa tunafahamu kuna baadhi ya wengine ni wagonjwa wana ugonjwa wa bid'a lakini hawakubali hii dozi ya sunna kama vile mgonjwa mwingine anasema dawa hii chungu sijui lakini anaumwa kunywa hivyo hivyo ataka ni chungu na hivyo hivyo sunna kuna mambo yanakuja unasikia uchungu kuiacha lakini sunna inakwambia la wacha lakini nafsi nasikia uchungu sana lakini sunna kwa sababu ni ugonjwa ishambwa kwamba ugonjwa kama ilivyo katika hadithi ya Irbad bin Sariya Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea ugonjwa wa umma huu ni bid'a dozi yake ya kutumia ili ugonjwa upoe sunna sasa inawezekana wewe ukapata dozi ile kwa pengine tamu kidogo mwingine na ukakafu mwingine na uchungu wewe kunywa tu ili mradi utapoa biidhnillah lakini ahlul ilm wanazingatia kwamba sunna ndio nini ndio dawa ad-da'u bid'a wad-dawa sunna Imam Ibn Qayyim rahmatullah alayhi ameandika kitabu akaita ad-da'u wad-dawa ugonjwa na dawa yake kwa vile vile katika hadithi ya Irbad imeelezwa ad-da'u wad-dawa ugonjwa na dawa yake ugonjwa wa bid'a dawa yake sunna kama una bid'a kuna dozi ya kukufaa kwa kushikamana sunna kwa hiyo amebainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah amebainisha bayana shafia ubainishaji wenye kupoza ugonjwa kafian
na ubainishaji wenye kutosheleza, hauhitaji ziada. Kama sema Abdullah ibn Mas'ud rahmatullah alayhi akaelezea watu juu ya masala ittiba, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kuffitum. Ittabi'u, fateni, wala tabtadi'u, msianzishe bid'a, faqad kuffitum, shatoshelezwa. Qur'ani imetosha na sunna imetosha. Na ndio maana kuta ahli sunna wao kauli yao kama sema Imam al-Auza'i rahmatullah alayhi, naduru ma'a sunna haythu darat, yani tena kuna na sunna popote inapozunguka sunna na sisi kuna tunazunguka nayo, na hilo Uislamu. Na huko ndio kuokoka kama Imam az-Zuhri rahimahullah kwamba amekuta ahlul ilm wakisema al-i'tisamu bis-sunnah najah, kushikamana na sunna ndio kuokoka. Kama hujashikamana na sunna, wewe jua kwamba huko katika kuokoka. Al-i'tisam bis-sunnah najah, kushikamana na sunna ndio kuokoka. Ndio maana unakuta kauli nyingi za ahlul ilm katika majali ya sunna wanahimiza watu, jamani shikameni na sunna, jamani rudini katika athar, alaika bi athari man salaf, ishikamana na sunna za wale ambao wametangulia. Wa in rafadhaka an-nas, hata kama watu watafarafu, watu wataamua kukupinga, wataamua kukutenga, wataamua kukambana na wewe, wewe shikamana, unajua kwamba mimi niko katika athar, niko katika hadithi sahihi, niko katika sunna sahihi, naomba wewe usiache hiyo. Au Imam al-Auza'i vile vile, wa iyyaka wa rijal, najiepushe kabisa na hizi rai za watu hizi. Mimi naona, shekhe kaona, si nani kaona, anasema epukana nazo. Wa in zakharafuhu laka bil qawl, hata kama ataamua kuzipamba pamba, wamezipamba jambo la kupamba, labda shekhe kapamba, mwanachuoni kapamba, lakini je, athari iliyotegemewa katika hilo iko wapi? Dalili iliyotegemewa katika hilo iko wapi? Amna. Kuna kwa mapambo ya maneno peke yake la mapambo haya yanakuwa hajapambwa katika pambo lilokuwa sahihi, kwa pambo hili lisilo sawa, na hii ni ishara kwa batili inapambwa kwa maneno, batili inapambwa kwa maneno. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله anasema سبحانه. Angalia basi, Allah anasema kila nabii tumemjalia kuwa na adui. Adui huyo inawezekana kama mwanadamu, adui huyo inawezekana kama nani? Shetani. Kwa tahadhari Muislamu si adui wa nani? Adui wa nabii. Ukiwa wewe ni adui wa nabii utakuwa ni mujrim. Wakadhalika janna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Kama wewe ni adui wa nabii, nifahamu kwamba nini? Ni mujrim. Na mujrim makazi yake wapi? Utoni, utajiingiza katika adhabu. Kwa hiyo haipendezi kwa Muislamu aslan kwa yeye amesimama kidete ni adui wa nani? Wa nabii. Na tukisema adui wa nabii ni wewe unaopinga sunna, wewe ni adui wa nabii, kwa sababu mtume amekuja kulingania sunna sallallahu alaihi wasallam. Ingawa adui wako inawezekana ukawa adui na takhfif, inawezekana mwingine adui ukawa mkubwa, wengine usifikie hadi ya kuwa umekufuru, lakini ukawa na adui ni asi. Kwa hiyo yote yule ambaye atakuwa amesimama kidete kupinga na kuanzisha vita vya kuipinga sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hebu iangalie hii aya. Allah anasema kwamba amejalia kila umma kuna maadui. Maadui hao wamekaa uadui wao kwa nani? Kwa nabii wao. Kadhalika jana likulli nabiyyin aduwan, kila nabii tumemjalia kwa na adui. Shayatin al-ins, mashaitani wa kibinadamu, wal jinni, na wengine ni majini, mashaitani. Lakini Allah anasema shaitani wanafanya wadui na mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah amesema ni mashaitani, ingawa lugha ile kwa nzito, lugha hii lugha kali kabisa kwenye Qur'an, kwa sababu sema wewe ni adui wa sunna, basi wewe shaitani. Nani kasema hivyo? Allah amesema hivyo. Kama umekiri kwa ni adui wa sunna, nani? Shaitani. Sema mimi Qur'an ndio imesema kila nabii amejaliwa kuwa na adui. Adui huyo ni shaitani wa kibinadamu na shaitani wa jini. Ikisha bahati mbaya katika hilo, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura,
wanapeana wahi wa kishetani. Huyu anamfungulia huyu, anamueleza huyu maneno, wenyewe wanayapamba maneno yao mazuri, wanaadhirisha watu kwamba jambo hili zuri, lina ubaya gani, hamna tatizo, tufanye tu, ni miongoni mwa ibada. Wanapambiana mpaka watu, baadhi ya nafsi za watu waliokuwa dhaifu na watu waliokuwa wana elimu wanaona kweli ni ibada. Watu wanaingia wanafanya ibada, wanapoteza muda wao, wanamtii shetani, wanaacha kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi shetani ndio ametaka, inna ma yadu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shetani anawaita watu wanaunga kundi lake linaliita liwe katika watu wa motoni. Utarajie kwamba wewe unamtii shetani alafu tebada pepo. Naweza ukaipata na muda kwa ni Muislamu, lakini jua umejiingiza katika miadi ya adhabu, uko katika miadi ya adhabu. Kwa Qur'ani na Sunna kubainisha yale ambayo yote tunayohitaji sisi tuangalie ndani ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda kwa nazungumzia Uislamu. Yote tunayohitaji muda kwa nazungumzia nini? Uislamu. Sasa usikwenda kwenye Sunna, wapi imezungumzwa kwenye Sunna jinsi ya kuziba panchi ya baskeli? Tusema sasa huu unatuletea mambo ya kihuni katika dini. Wengine wakiambia kila kitu tunalokihitajia, sema nionyesha wapi panchi ya kuziba baskeli, panchi imeelezwa kwenye hadithi. Sema sisi tunazungumzia mambo ya dini, ukileta mambo anasema sawa na uhuni katika dini. Zungumza lugha ya mtu aliyesoma, lugha ya mtu anazungumza mambo ya dini kwa heshima, kwa sababu wengine wako hivyo. Akizungumzia mtu anaita lugha za kihuni kutaka kupoteza, yani kama vile kutaka kupoteza zile maudhui, ile mada, ile mradi apotezee watu waone kwamba huyu azungumzi mambo ya maana, anaita lugha za kihuni. Ikisha kwa vile watu wanamkubali pengine katika maeneo aliyokuepo, watu wanaona shekhe kweli amejenga msimamo huu sio sawa. Msimamo huu ni nyumba ya mchanga wanajenga watoto, sita ukikanyaga nyumba ibomoka. Msimamo feki. Kwa tuangalie ala kulli hal, tukihitaji masala ya dini, Qur'ani na Sunna inatosha. Naam. Fa kaifa usuli at-tauhid? Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tukiingia chooni, kafundisha kuingia chooni, kafundisha tunaingia chooni, sawa, ambao anaingia na mguu wa kushoto, sio? Ingawa katika hilo wamesema kwa hadithi iliyokuja sio sahihi moja kwa moja, lakini akuli hadi ndo jambo lilokuwa limepokelewa katika sababu ya kuingia chooni. Lakini jingine, ukishaingia chooni na wakati unaingia chooni, Mtume kafundisha sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna maneno yaseme unapoingia chooni, katufundisha. Halafu ukifika chooni, Mtume sallallahu alaihi wasallam kafundisha kwenye kukidhi kwa haja vipi ufanye. Haja imetoka, baada ya kutoka haja na ndani ya kukidhi haja amekwambia uwe vipi. La yusikana ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul, yani mmoja wenu anapokidhi haja yake ndogo asishike ile sehemu yake ya siri kwa mkono wa kulia. Mtume amesema hivyo. Kwa nini? Ukishika kwa mkono wa kulia inawezekana ikatokezea ukapata najisi, ukachafuka. Asema la, usifanye hivyo. Wala yatamassah min algha'it biyaminihi, wala mtu asiamue kusanji na kujisafisha haja yake kubwa baada ya kuwa imetoka, asitumie mkono wa kulia kujisafisha, kwa sababu mkono wa kulia umeshimika. Sawa? Hizi nukta hizi. Hapa tunatafuta usafi wa nini? Usafi wa nini? Usafi wa mwili, sio? Tusiingize najisi mkono. Usafi mwili uwe safi. Sasa hili kama limebainishwa hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli mtu aitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna ibada ndani ya Uislamu hajabainisha katika tubainishia kule chooni vipi tufanye? Kuna ibada iliyobaki katika Uislamu, au kuna itikadi ambayo tunatakiwa sisi tuitakidi kwa usafi wa moyo? Moyo ndio sehemu ambayo Allah anaangalia, sio mwili. Mwili Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufahamisha vipi tusafishe miili yetu. Halafu mtu aliyekusema kwamba jambo hili ndio la kitikadi, lakini hili Mtume hakueleza, yani hii ghairi maqul. Kwa maana kama ni ibada lazima iwe imeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni itikadi lazima iwe imeelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ametufahamisha kustanji chooni, kujisafisha chooni, atufahamisha jinsi ya kumwabudu Mola wetu. Ibada hii inafaa, ibada hii haifai. Kwa hiyo kama ni ibada lazima ibainishwe.
Na ndio maana tunasema kwamba katika bid'a wafanyaji wa bid'a wanamkosea adabu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafanyaji wa bid'a hana adabu nzuri na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Adabu zao ni mbaya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kama ana adabu nzuri wangetosheka na aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wangetosheka na hayo. Na ndio maana tunakariri kwa tunawahusia na tunawapa nasaha waangalie nafsi zao, warejee katika kushikamana na sunna, warejee kushikamana na sunna. Hii ni dini, hii ni dini wallah. Laiti kama sio dini hakuna haja kila siku kurejea hayo, kuambizana hayo au kutoleana maneno pengine mengine yanaonekana makali. Hakuna haja, lakini dini. Na kama dini Muislamu anatakuwa uionee uchungu dini yako. Watu wanafanya mambo yamekhalafa, wanaharibu dini, wanaharibu dini wallah, kwa nembo kwamba wao ndo mashekhe, kwa nembo kwamba wao ndo walimu, wanaharibu dini. Sasa zikirna kila siku atuseme tu, kila siku tunasema mpaka muache, tutaendelea kusema mpaka muache au Allah atuondoshe katika ardhi hii. Lakini muda kwa katika ardhi hii na bid'a zipo katika ardhi hii, bid'a tutazikataza, maasi tutakataza mpaka pale Allah atimize jambo lake au atuondoshe katika ardhi hii, ambapo atawaleta wengine watakaosimamia jambo hilo. Na kunyamazia ni khata, kwa sababu kunyamazia munkar ni munkar, na tunaamini kwamba munkar wa bid'a upo. Kwa hiyo wasimame waduati, walimu, mashekhe wakemee mambo ya bid'a. Watu wanaharibikiwa na dini zao, wanakufa aliyakuwa dini na makosa, wanakwenda mbele ya Allah wanauliza dini yao, dini imejaa makosa. Tunawanasi ikhwa ambao ni ndugu zetu katika imani ya Kiislamu, warejee katika sunna, waache bid'a. Hamtafanikiwa katika bid'a, sunna ndio mafanikio. Kama vile wasema matablighi, mafanikio yetu katika dunia na akhera katika dini kamili. Dini kamili kufuata kitabu na sunna. Naam, kauli hii ni kauli ya haki. Dini kamili kufuata kitabu na sunna ni sahihi. Fakaifa usulu din, fakaifa usulu tauhid wal iman, basi vipi misingi ya tauhidi na misingi ya imani. Misingi ya tauhidi ile ambayo ina haki ya Allah katika kuumba kwake, haki ya Allah katika kuabudiwa kwake, majina yake Allah na vile vile sifa zake Allah. Misingi ya imani ipo mingi, kuanzia arkanul iman, misingi ya iman juu ya haki ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haki za masahaba, zote ni katika masala ya kiimani, mambo ya misingi na tutakuwa tuyafahamu vile vile, yote yamebainishwa. Thumma idha arafa, kisha baada ya hapo atakapokuwa amejua Muislamu ma bayanahu rasul, yale yaliyobainishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, nadhara fi aqwali nas, angalie katika maneno ya watu, wama aradu biha, na kile ambacho wamekitaka ndani ya maneno hayo. Fawiridat ala kitab, maneno hayo yatadhihirishwa juu ya kitabu, kwamba unayachukua unadhihirisha kwenye kitabu wa sunna na katika sunna. Wala aqli sarih, na aqli iliyokuwa safi, aqli sarih, aqli iliyokuwa wazi, alladhi huwa muwafiq lirrasul, aqli ambayo inakubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akili safi inakubaliana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiona akili yako haikubaliani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tayari na ugonjwa. Lakini akili iliyokuwa safi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema akili safi inakuwa haipingani, inakubali moja kwa moja. Kwa anasema tuchukue maneno ya watu. Haya maneno ya watu walikuwa wameyasema watu, tuyadhihirishe, yani tuyachomozeshe, tuyalete kwenye kitabu hichi hapa cha Qur'an, halafu tuyalete kwenye maneno ya Mtume au mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuyaingize. Kwa sababu fa innahu almizan, kwa sababu almizan mal kitabi, kipimo cha watu kupima mambo yao pamoja na kitabu. Fahadha sabilul huda, hii ndio njia mwongozo uliokuwa sahihi. Na Sheikh Karim mara kwa mara kauli ya Imam Ibn Kathir katika kauli yake Allah subhana aliposema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Kauli nzuri Ibn Kathir, na vile vile ameita katika
surati al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ameleta maneno ambayo ni mutaqariba, yanalingana. Ndani ya surati an-Nur ambao falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna, akasema kauli ambayo inalingana na hii ya muallif rahimahullah. Anasema fatuzanul aqwal wal a'mal bi aqwalihi wa amalihi alayhi salatu wassalam, maneno na vitendo vinapimwa kwenye maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na vitendo vyake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqa dhalika qabil wa ma khalafahu fa huwa mardud ila qa'ilihi wa amilihi kaina man kana. Kinachokubaliana na Qur'an na Sunna, kinachokubaliana na matendo ya Mtume na matamko ya Mtume kinachukuliwa sallallahu alaihi wasallam. Kinachokhali kinaachwa. Yoyote amefanya na yoyote ametamka kinaachwa. Na ndio maana kuta katika kauli za ahlul ilm amesema Imam Shafi'i, idha wajadtumus sunna qad khalafa qawli fakhudhu bis-sunna. Mtakapokuta sunna imekhalif kauli yangu kwenda kinyume na sunna hiyo, nyechukueni sunna, acheni kauli yangu. Na wengine katika wanachuona na kauli kama hizo, idha sahha hadith fa huwa madhhabi, vile kauli yake Imam Shafi, ikisi hadithi na madhhabu yangu. Kwa ina maana hizi ibada tusipate tabu Waislamu, tusivutane Waislamu. Ibada zetu, mambo yetu tunasema kwamba ni ibada. Jambo la kuondosha mzozo, wapi Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, wapi Mtume amefanya sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtu akitokezea kwamba kuna ubaya gani, kwani mangapi Mtume hajafanya sallallahu alaihi wasallam, kama Mtume mangapi hajafanya na sisi tusifanye hayo mangapi? Unawasema wewe kuna mangapi Mtume hajafanya na sisi tusifanye sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume wetu hajafanya sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio sura kwamba sisi tunamfuata na tunampenda. Ama kusema unampenda na kumfuata mapenzi gani? Hakuna mapenzi kama hiyo. Unampenda tu alafu akwambia fanya ufanye, au acha ukai kuacha. Mapenzi yao sio sahihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada zinazofanya za bid'a, tuangalie Mtume kafanya, kama kafanya sio bid'a hiyo tena, itakuwa nini? Sunna. Kama hajafanya na ni bid'a. Kwa hiyo ndio mizani nzuri. Mizani nzuri ni hii, tusitafute mizozo. Dawa yake ni kuangalia kweli liko katika mafunzo ya Mtume, hamna. Kama hamna hiyo tuache, ili tunamalize mizozo kati yetu Waislamu. Qala rahimahullah, wa amma sabilu dhalal, na njia ya upotovu, wal bid'a, na njia ya bid'a, wal jahl, na ujinga. Hivi vinaenda sambamba hivi, kwa sababu hapotei mwenye kupotea isipokuwa amemtangulia ujinga, na haingii katika bid'a aliyoingia katika bid'a isipokuwa ujinga ulimtangulia, hajui sunna, ndio maana ameingia katika bid'a. Kwa vyote kama tulivyoelezea kwamba shari zote na wa mansha jamii al-akhlaq as-safira wa binauha arkanuha arba'a, vyanzo vya tabia zote zilizokuwa za ovyo na tabia zilizokuwa duni zote, na mjengee kwa unaojengewa katika tabia hizo ni nguzo nne. Nguzo nne tu, hakuna ya tano, kama alivyosema Imam Ibn Qayyim rahimahullah kwamba nguzo zake ni nne. Nguzo ya kuu katika hiyo ni al-jahl. Nguzo kuu ni al-jahl, baada ya dhulm wa shahwa wal ghadab. Nguzo nne, nguzo za upotovu na tabia chafu zote, mambo manne. Ima mtu mjinga, au kaamua kufuata matamanio yake, au kaamua kudhulumu, au ghadhabu imempanda kafanya mambo ya ujinga, mambo aliyokosea. Na hivi tunakuta hivyo kwa nguzo hizi. Kwa watu bid'a hawezi kuwachomoa. Mtu bid'a anafuata sheria, anafuata Qur'an na Sunna, anafuata nini? Anafuata matamanio. Ndio maana ukaitwa ashabul ahwa, wameita ashabul ahwa kwa sababu anafuata matamanio.
na vile vile dhulma, kwa sababu wanaacha haki wanachukua nini? Batil. Unapoacha haki ukichukua batil ni dhulma. Na je, katika hili liseme nafsi zimetulizana au ghadhabu zimewapanda? Mapanda ghadhabu mpaka katika bidaa zao, kwa nafsi zingetulizana ingerudi katika sunna. Kwa hiyo wanasema sabilu dhalal wal bid'a wal jahl fa'aksuhu, kinyume chake na hiyo ilmu. Ilmu tumesema imebainisha bayana shafia. Ilmu tumesema tunaangalia kilichokuwa kimekuja katika ilmu ndani ya Qur'an na Sunna. Ilmu yetu inatuongoza sabili rashad au sabilul huda, lakini dhalal na bid'a na jahl ni kinyume chake. An tubdi'a bid'atun, la mwanzo ni kuzushwa bid'a biara'i rijal, kwa rai za watu. Bid'a zote zimezushwa hivyo. Hakuna bid'a iliyorushwa kwa sababu kuna dalili imesema. Bid'a zimezushwa kwa rai za watu, ni mitazamo ya watu. Walikuja watu kipindi katika nyuma, katika makarne yaliyotangulia, walikuta kuna udhaifu, watu hawasomi sana Qur'an, wamejifusha, wakaanza kutunga hadithi. Ukisoma sura Yasin mara 100 unapata kadha, ukisoma qul huwallahu mara 10,000 unapata kadha, ukisoma sura Yasin ni mukhul Qur'an, ndio ubongo wa Qur'ani huo. Ili mradi watu wakatunga hadithi nyingi ili watu wapate nini? Wapate wasome Qur'an. Sasa hii ni kweli? Usome labda qul huwallahu mara 10,000 utapata mahurul ain labda 100 kwenye pepo. Wapi imekuja hadithi? Kwa hiyo ndio mwanzo wa bid'a, ndio inakuwa hivi. Wengine walipoona watu wameshughulisha mambo mengine, kumsalia mtume labda mpaka sala, akaona yeye na sisi tuanzisha kwetu, wakaanzisha maulidi yao baada ya kumsalia mtume. Ni ya kwao wao, kwenye Uislamu hayapo. Wengine wamekuja kukuta upande wa azkar, watu azkar labda sabah na masala, ngoja tuanzishe mfumo wa dhikri. Sasa wakaanzisha madhikri, wakaleta dhikri katika umma, watu wakaunga mkono dhikri hizo. Kwa hizi rai za kwao, na rai mujarrada ni dalila la tukbal. Rai yote ambayo imepokana na dalili, rai inarudishwa kwa mtu wake. Man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa rad. Wasema zimeisha bid'a kwa rai rijal, na ghali bid'a katika kauli ya Imam al-Auza'i, wa iyyaka wa ra'a rijal, jiepushe na rai za watu, jiepushe. Mitazamo katika dini, kila mmoja na mtazamo wake. Usichukue mitazamo, chukua ile ambalo ameelezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watawilatin, na vile vile tawili zao. Tawili kwa maana tafsir katika maana sahihi, na amma katika maana anayokusudia ahlul ilm kwa zungumzia watu wa batil, wanakusudia ni tahrif. Tahrif kwa maana ubadilishaji wa maandiko, wanabadilisha na ile zamana iliyokuwa sio. Thumma taj'alu ma jaa bihi ar-rasul, kisha hiyo bid'a hiyo inapoanzishwa, taj'al ma jaa bihi ar-rasulu, inajalia kile ambacho kimekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, taba'an laha, ni chenye kufuata bid'a hiyo iliyoanzishwa. Bid'a imeanzishwa labda kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu tunakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man salla alayya salatan wahida, an salama sala moja, sallallahu alayhi biha 10, Allah anamsalia 10. Wasema hii hapa, hii si umeona faida ya kumsalia Mtume, ndio maana tunamsalia Mtume. Umeona dalili hii kwamba hii dalili eti inaunga mkono wao na bid'a zao. Wanachukulia hizi dalili ambazo zimekuja pengine mujmal au katika hali ya asili ya masala ibada, inaunga mkono wao. Kwa bid'a inaunganishwa hapo. Bid'a imeanzishwa lakini hakuna dalili katika kuanzishwa, alafu anachomoa dalili hii na hii kutaka kuunga mkono bid'a zao. Wa taghrifu alfadhihi, na vile vile ubadilishaji wa matamko yaliyokuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambao yapo mengi ikhwa, yapo mengi. Kila mtu wa bid'a kwenye matamko ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna tamko kalishika kwenye bid'a yake, lakini katika hali ya kubadilisha. Ukiangalia tafsiri za Qur'an ukuti, wala ukiangalia sharh za hadithi uweze ukuta hata.
ambao mara nyingi katika hili tunapenda kutoa mfano ambao uko wazi zaidi na watu wanautumia na wanaendelea kuutumia, na sisi tunarejea kwa sababu wanaendelea kuutumia, na sisi tunarejea mfano huu kwa watu ambao wanocheza maulidi na uchukuaji wa aya katika surati Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un, sema waambie kwa fadhila za Allah na rehema zake kwa hilo wafurahi. Tuangalie tafsiri, kuna tafsiri gani imekuja ikaeleza kwamba furaha iliyokusudiwa katika aya ni kucheza maulidi? Tafuta tafsiri zote dunia nzima, mpaka hizo za kwa wao ambao mashehe zao labda hao wa bid'a, kaangalie kama kuna tafsiri imesema maana ya kufurahi hapo ni kucheza maulidi. Sasa kama hii tafsiri hakuna dunia nzima, mbona hii aya tena mnaichukua nje mnaitumia kwamba kufurahi kwenye maulidi? Dalili ndo hii, lakini kwenye vitabu hakuna, wala hakuna shekhe aliyokuja ambaye ni mu'tamad anotegemewa kwamba eti hii aya kauli yake Allah faliyafrahu, watu wafurahi, maana yake kufurahi kucheza maulidi siku alozaliwa mtume. Sasa ingawa wenyewe ndo mashiko makuu, yani hii ndo nguzo, ikidondoka hii ndo basi maulidi hamna. Hii ndo nguzo kuu wanayotegemea katika Qur'an, ingawa vingine inakuwa ni mambo ya kiunihuni wanaleta baadhi yao. Tabati ya Abi Lahab wa tabba, Abu Lahab ametajwa kwenye Qur'ani kwa sababu alimtumwa wake alimwacha huru akamnyonyesha mtume sallam. Kwa hiyo baada ya kumnyonyesha mtume ametajwa kwenye Qur'ani. Hem, soma tafsiri ya aya hii, haikutajwa kwa maana ametajwa vizuri, ameangamia, imeambiwa ameangamia, sio kwamba ametajwa tu Abu Lahab kwa maana Abu Lahab hujui tafsiri yake kwa Abu Lahab katajwa kwenye Qur'ani kwa katajwa kwa sababu kamwacha huru mtumwa wake amnyonyeshe mtume sallam. Sio maana yake ametajwa kwa ameangamia, mbali kwa amefurahi siku ya kuzaliwa mtume, lakini akanini akaambiwa ameangamia. Kwa nini ameangamia? Kwa sababu hakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini yeye alifurahi zaidi siku alosikia ndugu yake amepata mtoto. Abu Lahab alifurahi kwa sababu Abu Lahab ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni ammi yake mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mtoto wa Abdul Muttalib. Yeye na baba yake mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndugu wa damu kama wanavyosema. Lakini mbali ya hivyo ameambiwa ameangamia. Kwa nini kaangamia? Hakumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio sababu. Kwa sasa wewe ukishakuwa yeye kasherehekea kwa kuzaliwa maulidi, kasherehekea Abu Lahab, na unasherehekea maulidi, alafu Abu Lahab kaangamia akaenda kuchomwa na adhibiwa, wewe unasema wewe utaenda peponi kwa maulidi. Mbona Abu Lahab huyo hapo hakunusurika na ushirikaji wa maulidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa sababu gani? Amekosa imani. Hakuwa na imani kama mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na wewe kuwa na imani kama mtume sallallahu alaihi wasallam, usijigambe tu maulidi tunafurahi maulidi, tunamshirikia mtume, tunampenda mtume. Mpenda mtume mfuate. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, kama mnampenda Allah nifuatieni, na vile vile kama mnampenda mtume sallallahu alaihi wasallam unamfuata. Na shahidi ziko nyingi katika mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba radhiallahu anhum. Kwa hiyo tunarejea kusema tu kwa bid'a miongoni mwa hila na njia anazotumia ni tahrif alfadhihi, ubadilishaji wa matamko ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tawiluhu, na vile vile kuleta tawil ala wifqi ma asfalu, kwa mawafikiano ya kile ambacho wamekianzisha. Wanaleta tawili na kuchukua lafzi za mtume sallallahu alaihi wasallam ziwafikiane na kile ambacho wamekianzisha. Mfano kwa tulotoa wa haulai tajiduhum, na watu hao utakuta fi nafsi al-amri, katika uhakika wa jambo, yatamiduna ala ma jaa bihi ar-rasul, wanayategemea aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, wala yatalaqawna minhu huda, lakini hawapokei kutoka katika hayo, hawapokei muongozo ulio sahihi. Kwa maana wanabakia kusoma tu kwa ajili ya kutaka baraka, lakini hawafanyii kazi hayo yanayoelezwa katika mwongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Walakin ma wafaqahum minhum, lakini hayo wanayochukua wao, ma wafaqahum minhu, yale ambayo yanawafikiana na nafsi zao, yale ambayo yanakwenda sambamba na matamanio yao, kama alivyosema Imamu Waki' bin Jarrah rahimahullah, akawazungumzia watu wa batil, ahlul ahwa,
la yaktubuna illa lahum, watu wa bid'a hawaandiki sio kwa mambo yenye kuunga mkono tu, yakija mambo alikuwa hayaungi mkono wao hawaelezi mambo hayo, hawaelezi. Nakumbuka tunasoma wakati tulikuwa wadogo, tunasoma miongoni mwa vitabu tulivyokuwa tunasoma, na mpaka leo wote wanakiri, mpaka leo miongoni mwa vitabu tulivyokuwa tunavisoma, tunasoma kitabu kinaitwa Hidayatul Atfal. Hidayatul Atfal, ambao hii kitabu kuna baadhi ya vitu vimeainishwa kwamba vitu hivi havipo. Miongoni mwa vile ambavyo havipo, masuala ya khitma. Kitabu kinasomeshwa katika madrasa hizi. Hawa watu wadufu na maulidi hao wanasoma hivi vitabu, kwa sababu ni vitabu ambavyo vinakubalika kwao. Lakini katika nukta hii, ikifika nukta hii kwamba muallif amesema masuala ya khitma, masuala ya talqini, sio hakuna hivi, utakuta mtu anaongeza kwake, unajua huyu shehe alikuwa haiko sawa huyo. Lakini kitabu kizima kiko sawa mwanzo mpaka mwisho. Ilipofika tu kwamba masuala ya khitma, jamani, haya hakuna, ni bid'a imeanzishwa, sawa, unajua huyu shehe haiko sawa. Sasa kama yuko sawa, kitabu chake mnasomaje? Eti mashehe, kwani sio unaanza kusoma vitabu vya Barzanji hapa? Abu Jafar si Barzanji wanaandika, sisi tujikaa hapa tufundishane Barzanji? Hatufundishani. Kwa nini? Kwa sababu tunasema nini? Kuna mambo hayako sawa, kwa hatuna haja ya kusoma. Lakini mbona mnakisoma? Na ibada mnazojifundisha na kuwafundisha wanafunzi mnachukua kwenye hicho kitabu baadhi yake, lakini kwa sababu kuna hiyo sema hii hapa haiko sawa, wanakataa, haikubaliani na matamanio yao. Yaliyokuwemo yote wanasema haya sawa, lakini hili bali angalia kitabu al-Azkar cha Imam an-Nawawi rahimahullah, amekuja amegusia mambo kama khitma yote kataja kwamba mambo hayapo. Na Imam an-Nawawi ni katika maimamu wa Shafi'i, wanamkubali kwa ni imam na wanasoma vitabu vyake, 40 an-Nawawiyya, Riyadhus Salihin, al-Minhaj Sharh Muslim, al-Azkar. Lakini wanachukua vile ambavyo vinaendana na matamanio yao, vilivyokuwa haviendana na mrejesha mwenyewe asema la. Wakati ni vitabu ambavyo vya madhhabu, kana unasema vitabu vya madhhabu, kwa watu wa bid'a yanowafikiana na matamanio yao, wanachukua yaliokuwa yanapingana na matamanio yao wanarejesha, hata kama amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ushahidi wa hilo ni hizi bid'a ambazo zipo, Mtume kakataza na watu wataki kuacha kwa ajili ya matamanio. Walakin ma wafaqahum minhu wajaluhu hujjatan la umda, na wanajalia kwamba hilo ni hoja, hilo wanalichukua ni hoja, lakini si nguzo tegemezi. La umda, umda ni nguzo tegemezi, kwamba si egemeo hasa. Wama khalafahum minhu, na kile ambacho kimekwenda kinyume na wao, taawaluhu, wanaita tafsiri ya kwao, wanaika tawili, kama hiyo aya aliyotuambia kwamba tushutufurahi, kufurahi kwetu tusherekee maulidi ndio furaha yenyewe, hiyo ni ya kwao. Kalladhina yuharifuna alkalima amma wadhihi, kama wale ambao wanabadilisha neno katika mweko wake, ambao ni Mayahudi walikuwa wakifanya hivyo. Au fawadhu, au wanaiegemeza maana iliyomo katika hiyo dalili, kuegemeza kwa kusema Allahu a'lam. Yani mtu dalili iko wazi, lakini kwa vile umemshika sema Allahu a'lam. Sasa Allahu a'lam vipi? Mtume amesema kullu bid'atin dalala, anasemaje katika hili? Sema Allahu a'lam, yani sio Allahu a'lam. Hii kullu ina maana huijui maana yake, ndio maana yake. Shamba kullu bid'atin dalala, bid'a zote ni upotovu. Shehe anasemaje na hii ni bid'a? Kwambia Allahu a'lam. Hii ni kweli? Allahu a'lam inakuja hapo? Hakuna haja Allahu a'lam kwamba ikubali kwamba nimekosea. Kwa huwa wanafanya tafwiz, ambao hii ni katika njia za bid'a, katika milango ya sifa za Allah. Baadhi ya maani ya sifat walivyokuwa naambiwa nini maana kadha, mtu anasema Allahu a'lam. Nini maana wajhi, anasema Allahu a'lam. Nini maana yad, Allahu a'lam. Kwamba mtu anakusudia kupinga, sio kwamba anakusudia kweli hajui. Kalladhina la ya'lamuna kitab, kama wale ambao hawakijui kitabu, illa amani, isipokuwa matamanio tu. Wa kathiru minhum, na wengi katika wao, inma yanzuru fi tafsiri alquran,
wanaangalia katika tafsiri ya Qur'an wal hadith na hadithi, wa fima yaquluhu, na wale ambao wanasema muwafaqatan ala al-madhhab, yenye kuafikiana madhhabu yake mtu. Mara nyingi ni hivyo na ni sahihi. Naam, wengi wenye kuangalia Qur'an na Sunna, mtu anaangalia yenye kuafikiana madhhabu yake na itikadi yake. Yale ambao hayakubaliana na madhhabu au itikadi anaamua kuachana nayo. Na tutaona katika milango ya asma sifati khassa, tutakuja kuzungumzia mlango huo insha Allah. Ala kulli hal, narejesha tunasaha kwamba watu turejee katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na tujiepushe na bid'a, kwani huko ni kufanikiwa kama wanavyoambiwa na jamaa tutablighi. Yani wanatuambia mafanikio yetu duniani na akhera katika dini kamili kufuata kitabu na sunna, ingawa kwamba hilo ni tamko lilokuwa limechukuliwa katika asili ya dini yetu, kitabu na sunna. Wallahu a'lam, walhamdulillah.